Yo, wagwan wana Big Bongo TV. It's another good time na niwakaribishe kwenye ulimwengu wa Bongo Flava ambapo kwa sasa hivi usingizi ni anasa. Kama umekuwa ukifuatilia mitandao ya kijamii wiki hizi chache, utagundua kuna kitu kimoja hivi kimechange. Wasanii wetu wameamua kuwasha moto ambao hauzimiki, kuanzia Diamond Platnumz, Alikiba, Zuchu, Nandy, Mario mpaka watu kama vile Yami, Kusa. Hapo nyuma kabisa kila mtu anatoa kazi back to back, hakuna kutia unyonge, hakuna kusubiri. Lakini je, umewahi kujiuliza kwa nini kasi hii imekuwa kubwa kiasi hiki kwa sasa hivi? Leo tunazama ndani ndichi kwenye kiwanda cha mziki kuchambua siri iliyopo nyuma ya hizi race za kutoa ngoma kila kukicha. Sababu ya kwanza ni mabadiliko ya mfumo wa matumizi ya mziki. Tofauti na zamani ambapo msanii alitegemea mauzo ya CD au show tu, sasa hivi utajiri upo kwenye streaming platforms, ikimaanisha YouTube, Audiomack, Spotify, Boomplay na zingine nyingi. Sasa hizi platforms bwana huaga zinahitaji content ya kila mara ili kukuweka kwenye chart, yani algorithm. Msanii akikaa kimya mwezi mmoja, mashabiki wanahama kwa mwingine. Diamond na Alikiba wanajua kuwa ili kuendelea kuitwa mfalme lazima uwe na kitu kipya masikioni mwa watu, lakini pia ushindani wa lebo umekuwa chachu. WCB, Kings Music na Konde Gang sasa hivi ni kama viwanda. Kuna timu kubwa ya waandishi na watayarishaji wanaofanya kazi masaa 24, hivyo kutoa wimbo kwao imekuwa ni kazi ya kubonyeza kitufe tu like dum. Jambo la pili ni kile kinachoitwa fear of missing out au FOMO. Mashabiki wa sasa hivi wana njaa ya haraka sana, yani attention span. Ukitoa ngoma leo, baada ya wiki mbili wameshaichoka. Hali hii imewalazimu mastaa kama Nandy au Mario, Diamond Platnumz au Alikiba kutengeneza mifumo ya kutoa nyimbo mfululizo ili kuiteka soko, au sio bwana? Pia tunaona wasanii wakubwa wakitafuta dominance. Zuchu anapotoa kazi, Harmonize anajisikia lazima naye ajibu ili jina lake lisikike kwenye vinywa vya watu. Hii sio tu sanaa tena, ni vita ya kisaikolojia ya nani anamiliki headlines za udaku na burudani nchini Tanzania. Lakini swali linabaki, je, kasi hii inapunguza ubora wa muziki wetu? Je, tunatengeneza hits za kudumu au tunatengeneza fast food za muziki ambazo zinasaulika kesho? Jambo moja liko wazi, Bongo Flava imekomaa na sasa hivi ni biashara ya mabilioni. Je, kati ya hao wote wanaoachia back to back, ni nani unadhani anaongoza kwa ubora na nani anatoa vitu kwa kufuata mkumbo tu? Shusha comment yako hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe, share, turn on notification ili uzidi kupata update ya matukio mbalimbali yanayozidi kujiri every time. I'm out.